Kitabu cha kwanza cha Wamakabayo sura ya 9 na ya 10. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, katika siku ya leo tunaendelea mbele na kitabu cha Wamakabayo. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Ni wakati mwingine tena mzuri watoto wako tumekutana kwa ajili ya kusoma neno lako la uzima. Tunaomba Roho Mtakatifu simame pamoja na sisi, tuwezeshe kuweza kulisoma na kulielewa. Na Bwana utujalie mafuta ili tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni sana. Leo tunasoma kitabu cha Wamakabayo wa kwanza, ile sura ya 9 na ya 10. Sura ya 9. Demetrio aliposikia kwamba Nikano na jeshi lake wameanguka vitani, aliwapeleka Bakide na Alkimo mara ya pili katika nchi ya Uyahudi pamoja na vikosi vya upande wa kuume wa jeshi lake. Wakashika njia ya Galgala, wakapiga kambi katika Arbela kuelekea Mesalothi. Wakaitwaa, wakaua watu wengi. Katika mwezi wa kwanza wa mwaka 152 walipiga kambi kuelekea Yerusalemu. Kutoka hapo wakaondoka wakaenda Berea na askari 20,000 na farasi 2,000. Naye Yuda alikuwa amepiga kambi Elasa pamoja na watu wateule 3,000. Ikawa walipoliona lile jeshi kubwa na wingi wa askari, walishikwa na hofu. Hata wengi walitoka kambini kwa siri wakaenda zao, wasibaki zaidi ya 800. Yuda alipoona jinsi watu wake walivyopungua na vita vitafungwa sasa hivi, alifadhaika rohoni, kwa kuwa hakuna nafasi ya kuwakusanya tena. Tumaini lake likapotea. Lakini hata hivi aliwaambia wale waliosalia, tuondoke kupambana na adui zetu, kama labda tutaweza kupigana nao. Wakajaribu kumzuia wakisema, karibu hatutaweza, afadhali tujiokoe nafsi zetu. Tutarudi tena na ndugu zetu kupigana nao, lakini kwa sasa tu wachache mno. Yuda akajibu, hasha, isiwe kwangu kuwakimbia. Kama ajili yetu imetimia, tufe kwa ushujaa kwa ajili ya ndugu zetu. Utukufu wetu usilaumiwe. Jeshi la adui likatoka kambini na Wayahudi wakasimama tayari kupambana nao. Wapanda farasi walitengwa katika vikosi viwili, na wenye makombeo na wapiga mishali walitangulia mbele ya jeshi, pamoja na askari hodari wa kufanya mashambulio. Bakide mwenyewe alikuwa kando, upande wa kuumeni. Pande zote mbili zilisonga mbele pamoja na jeshi lote. Wakapiga tarumbeta. Nao wa jeshi la Yuda walipiga tarumbeta zao, hata nchi ilitikisika kwa makelele ya majeshi. Wakafunga vita tangu asubuhi hata jioni. Yuda alipoona ya kuwa Bakide yupo upande wa kuume, na ndipo lipo nguvu hasa ya jeshi, yeye na wafuasi wake walimkazania hata walivishinda vikosi vya kuumeni, wakavifuatia mpaka mlima Azota. Nao wa upande wa kushoto walipoona vikosi vya kuumeni vimeshindwa, waligeuka kuwafuatia Yuda na wenzake. Mapigano yakazidi kuwa makali, na wengi wa kila upande waliuawa. Na Yuda akaanguka na watu wake wakakimbia. Yonathani na Simoni walimtoa ndugu yao Yuda
wakamzika katika kaburi la baba zake Modini. Wakamwombolezea, hata Waisraeli walifanya kilio kikubwa, wakimlilia siku nyingi, wakisema, jinsi shujaa alivyoanguka, Mwokozi wa Israeli. Basi mambo mengine ya Yuda, vita vyake na matendo yake ya ushujaa na ukuu wake, hayakuandikwa, maana yalikuwa mengi mno. Ikawa baada ya kufa kwake Yuda, wasio haki walianza kuinua vichwa vyao katika mipaka ya Israeli, na watenda mabaya wote walijitokeza. Wakati ule njaa kubwa iliingia, hata ardhi yenyewe ilijiweka upande wao. Bakidi alichagua watu waliokuwa wameiacha dini yao, akawafanya wakuu wa nchi. Wakawatafuta rafiki za Yuda kwa bidii, wakawaleta kwa Bakidi, naye aliwatesa na kuwaudhi. Ikawa huzuni kubwa katika Israeli kuliko wakati wowote tangu manabii walipokoma. Rafiki wote wa Yuda walikutana, wakamwambia Yonathani, tangu ndugu yako Yuda amekufa, hakuna mtu kama yeye kupigana na adui zetu na Bakide na wale wa taifa letu wanaotuchukia. Basi tumekuchagua leo uwe kiongozi wetu na mkubwa wetu mahali pake, kuvipiga vita vyetu. Yonathani akakubali kuwa kiongozi wao, akaondoka mahali pa nduguye Yuda. Bakide alipotambua hayo, alimtafuta ili amue, lakini Yonathani na nduguye Simoni na watu wao wote wakapata habari, wakaikimbilia nyika ya Tokeo. Wakapiga kambi karibu na maji ya ziwa Asfari. Yonathani akampeleka ndugu yake Yohane pamoja na vikosi vya watu waliojiunga nao, kuwaomba rafiki zake wa Nebayothi wampe ruhusa kuacha vitu vyao kwao, maana vilikuwa vingi sana. Lakini wana wa Amri walitoka Medaba, walimkamata Yohane na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavichukua. Halafu kidogo Yonathani na nduguye Simoni waliletwa habari ya kuwa wana wa Amri wanashangilia harusi kubwa, na bibi harusi, binti wa mtu mkuu wa Kanaani, analetwa kutoka Nadabathi na jamii kubwa ya watu. Wakaikumbuka damu ya Yohane ndugu yao, wakaenda kujificha chini ya mlima. Wakainua macho yao wakatazama, wakaenda kujificha chini ya mlima. Wakainua macho yao wakatazama, wakaona ghasia nyingi na mali nyingi, maana bwana harusi ametoka na rafiki zake na jamaa zake kuwalaki na matari na waimbaji na silaha nyingi. Wakatoka katika maoteo yao wakawapiga. Wengi waliuawa na waliosalia walikimbilia milimani. Wakateka mali yao yote. Hivyo harusi iligeuka matanga na sauti ya uimbaji ikawa maombolezo. Nao baada ya kutoza kiasi cha damu ya ndugu yao, walirudi kwenye nchi ya matope kando ya Yordani. Bakide alipopata habari, alifika ukingoni pa Yordani siku ya Sabato na jeshi lake lote. Yonathani akawaambia watu wake, tusimame sasa, tujipiganie nafsi zetu, maana leo si kama jana au juzi. Hapo pana vita mbele yetu na nyuma yetu. Upande mmoja pana maji ya Yordani, upande mwingine mabwawa na misitu. Hakuna mahali pa kugeukia. Basi zililieni mbingu ili mwokolewe katika nguvu ya adui zetu.
Vita vikaanza. Yonathani akanyosha mkono wake kumpiga Bakide, naye alirejea nyuma. Basi Yonathani na watu wake walijitumbukiza katika Yordani, wakaogelea mpaka ng'ambo, bali wao hawakuvuka kuwafuatia. Watu wa Bakide wasiopungua 1000 waliuawa siku ile. Bakide na jeshi lake wakarudi Yerusalemu, wakajenga mji yenye maboma katika Uyahudi, yaani ngome za Yeriko, Emao, Bethoroni, Betheli, Timnathi, Farathoni na Tefoni, zenye kuta ndefu na malango mapingo. Akaweka vikosi vya askari humo kupigana na Israeli. Kaimarisha mji wa Bethsura na Gazara na ngome ya Yerusalemu, akaweka askari humo na akiba ya chakula. Akashika wana wa wakuu wa nchi wawe wadhamini, akawaweka katika ngome ya Yerusalemu chini ya ulinzi wa askari. Katika mwaka 153 mwezi wa pili, Alkimo alitoa amri kuubomoa ukuta wa ua wa ndani wa patakatifu, na hivyo aliharibu kazi ya manabii. Wakati ule ule Alkimo alipigwa asiweze kujimudu wala kusema sawasawa. Mwili wake ukapoozwa, hata hakuweza kusema neno lolote wala kuagiza mambo ya nyumbani mwake. Akafa wakati huo na maumivu mengi. Naye Bakide alipoona ya kuwa Alkimo amekufa, aliondoka akarudi tena kwa mfalme. Nchi ya Yuda ikatulia kwa muda wa miaka 2. Kisha waasi wote walishauriana pamoja wakisema, tazama, Yonathani na watu wake wanastarehe sasa bila hofu. Basi tumwite Bakide aje huku tena, awakamate wote usiku mmoja. Wakaenda kufanya shauri naye. Akaondoka, akaja na jeshi kubwa. Akapeleka barua kwa siri kwa rafiki zake wote waliokuwako Uyahudi, kuwaagiza wamkamate Yonathani na wote waliokuwa pamoja naye. Lakini hakuweza, kwa sababu shauri hili lilipata kujulikana. Basi watu wa Yonathani walikamata watu wa nchi wapatao 50 ambao walikuwa viongozi katika shauri baya hilo, wakawaua. Yonathani na Simoni na watu wao waliondoka wakaenda Bethbasi katika jangwa, wakajenga magofu yake iwe ngome imara. Bakide alipopata habari, aliwakusanya watu wake wote na kuwapelekea habari wale waliokuwako Uyahudi. Akaenda akapiga kambi lake kuelekea Bethbasi, akatengeneza mitambo ya vita, akaihusuru siku nyingi. Yonathani akamwacha nduguye Simoni humo mjini, naye mwenyewe akaondoka pamoja na kikosi kidogo, akaenda mahali pengine. Akawapiga Odomera na jamii zake na Bani Fasironi katika mahema yao. Akawa akipigana nao na kufanya mashambulio kwa kikosi chake. Naye Simoni na watu wake walitoka mjini, kaitelekeza mitambo ya vita. Wakapigana na Bakide, wakamshinda na kumshambulia sana. Maana maandalio yake na mashambulio yake yalikuwa bure. Akawakasirikia sana wale waasi waliompa shauri la kuja huku. Akaua wengi wao, akafanya shauri aondoke airudie nchi yake.
Yonathani alipopata habari hiyo, alituma wajumbe kwake kuomba afanye nao amani na kurudisha wafungwa kwao. Akakubali, akafanya kama alivyosema, akamwapia ya kuwa hatamtenda mabaya siku zote za maisha yake. Kamrudishia wafungwa aliokuwa amewakamata zamani katika nchi ya Yuda. Akaondoka, kairudia nchi yake mwenyewe, wala hakuja tena mipakani kwao. Upanga ukakoma katika Israeli. Yonathani akafanya makao yake Mikmashi, akaanza kuamua watu. Akawafuatia wasio haki mbali na Israeli. Sura ya 10. Katika mwaka 160 Iskanda Epifani mwana wa Antioko alipanda akashika Ptolemaisi, nao wakamkaribisha. Akajitawalisha huko. Mfalme Demetrio aliposikia hayo, alichanga jeshi kubwa sana, akatoka kupigana naye. Demetrio kampeleka Yonathani barua yenye maneno ya amani na kumbembeleza, maana alisema, tutangulie sisi kufanya mapambano na Yonathani kabla hajawahi kupatana na Iskanda juu yetu, maana atayakumbuka mambo mabaya tuliyotenda juu yake na juu ya ndugu zake na taifa lake. Akampa mamlaka ya kuchanga askari na kuwapa silaha na kupigana upande wake kwa urafiki. Akaagiza apewe na kuwapa silaha na kupigana upande wake wale wadhamini waliokuwako ngomeni. Yonathani akaenda Yerusalemu, akazisoma zile barua masikioni mwa watu wote, hata wale waliokaa ngomeni. Nao waliogopa sana waliposikia ya kuwa mfalme amempa mamlaka ya kuchanga askari. Basi wale wa ngomeni walimtolea Yonathani, akafanya makao yake Yerusalemu, akaanza kujenga mji na kuutengeneza. Aliwaamuru watu wakazi wazijenge kuta na kuuzungusha mlima Sayuni mawe yaliyochongwa ili kuulinda. Akafanya hivyo. Nao wageni waliokuwamo katika ngome zilizojengwa na Bakide walikimbia. Kila mtu akaacha mahali pake akarudi kwao. Ila katika Bethsura tu walibaki wengine waliokuwa wameiasi sheria na amri, maana mji huo ulikuwa kimbilio lao. Mfalme Iskanda akasikia habari za mambo Demetrio aliyomwahidi Yonathani. Akaelezwa habari za vita vyake na matendo ya ushujaa walioyatenda yeye na ndugu zake, mambo magumu walioyastahimili. Akasema, je, tutapata wapi mtu mwingine kama huyu? Na tumfanye rafiki yetu na mshirika wetu. Wakaandika barua kampelekea, akisema, Mfalme Iskanda kwa ndugu yake Yonathani, salamu. Tumesikia habari zako kwamba mtu shujaa astahiliye kuwa rafiki yetu. Basi tumekuweka tangu leo uwe kuhani mkuu wa taifa lenu. Kaitwe rafiki wa ufalme. Akampelekea vazi la urujuani na taji ya dhahabu. Ujiweke upande wetu na hukumu kuwa rafiki yetu. Yonathani akayavaa mavazi matakatifu sikukuu ya vibanda katika mwezi wa 7,
alichanga askari na kuwapatia silaha kwa wingi sana. Demetrio aliposikia hayo alifadhaika akisema, tumefanyaje sisi? Iskanda ametushinda katika kufanya urafiki na Wayahudi ili kujiimarisha. Nami pia nitawaandikia maneno ya kuwapa tumaini na kuwabembeleza na kuwaahidi vipaji, ili wajiweke upande wangu. Akawaandikia hivi: Mfalme Demetrio, kwa taifa la Wayahudi salamu. Tulifurahia kusikia ya kuwa umeyashika maagano yenu na kudumu katika urafiki wenu kwetu, wala hamkujiunga na adui zetu. Basi dumuni kuwa waaminifu kwetu, nasi tutawatunza vema kwa mambo mema mnayotufanyia. Tutawaachilieni mambo mengi na kuwapeni zawadi. Na kwa sasa nawaachilia ninyi na Wayahudi wote kodi ya kichwa na kodi ya chumvi na yale malipo yatolewayo na kwa mfalme. Hata ile thuluthu ya mbegu na nusu ya matunda iliyo haki yangu na iacha kabisa tangu leo. Nisidai kwa nchi ya Yuda wala kwa ile mitaa mitatu iliyounganishwa nayo kutoka kwa Samaria na Galilaya. Yerusalemu iwe takatifu na huru, pamoja na mipaka yake, zaka zake na ada zake. Aidha, naiacha mamlaka yangu juu ya ngome ya Yerusalemu na kuikabidhi kwa kuhani mkuu, ili aweke watu aliyowachagua mwenyewe kuilinda. Aidha, kila Myahudi aliyechukuliwa mateka kutoka nchi ya Uyahudi kwenye sehemu yoyote ya milki yangu namweka huru bila fidia. Wala watu wasitozwe kodi ya ng'ombe. Sikukuu zote na siku za Sabato na za mwezi mpya na siku za mikutano mikuu, siku 3 kabla ya sikukuu na siku 3 baada yake, ziwe siku za uhuru na kuachiliwa kwa Wayahudi wote wa milki yangu. Hakuna ruhusa kwa mtu yoyote kuwatoza kitu au kuwasumbua kwa jambo lolote. Wayahudi wapatao 30,000 waandikwe katika kazi za mfalme na wapewe riziki zao na mshahara kama inavyowapasa askari za mfalme. Wengine wao wawekwe katika ngome kubwa za mfalme na wengine juu ya mambo ya mfalme yatakayo uaminifu. Viongozi wao na wenye amri juu yao wachaguliwe miongoni mwao wenyewe. Nawe wazifuate amri zao wenyewe kwa mfalme alivyoamuru katika nchi ya Yuda. Na kwa habari za ile mitaa mitatu iliyounganishwa na Uyahudi kutoka nchi ya Samaria, ihesabiwe kuwa pamoja na Uyahudi. Yote iwe chini ya mamlaka ya mtu mmoja. Wasitii amri ya mtu yoyote ila ya kuhani mkuu tu. Tolemasi na mipaka yake nimetoa zawadi kwa patakatifu huko Yerusalemu kwa gharama za patakatifu. Nami nitatoa shekeli 15,000 za fedha kila mwaka katika hesabu ya fedha za mfalme, kutoka mahali pa kufaa. Na fedha inayobaki katika ile hesabu iliyolipwa na watumishi wangu katika miaka iliyopita, tangu sasa wataitoa kwa huduma ya patakatifu. Zaidi ya hayo,
ile shekeli 5,000 za fedha walizozoea kuzitoa katika ada za patakatifu kila mwaka zimeachiliwa pia, kwa sababu fedha hiyo yawahusu makuhani wanaofanya huduma. Yeyote atakayepakimbilia patakatifu katika Yerusalemu au nyua zake kwa sababu anadaiwa fedha na mfalme au kwa sababu ya neno lingine lolote, ataachiliwa pamoja na mali yoyote aliyonayo katika milki yangu. Gharama za kujenga na kutengeneza kazi za patakatifu zitatoka katika hazina ya mfalme. Gharama za kuzijenga kuta za Yerusalemu pia na kuzitia nguvu na kujenga kuta katika Uyahudi zitatoka katika hazina ya mfalme. Yonathani na watu wake walipoyasikia maneno hayo hawakuyasadiki wala hayakubali. Na kwa kuwa waliyakumbuka mabaya makubwa aliyoyafanya katika Israeli na mateso makali aliyowatesa, kwa hiyo walimpendelea Iskanda, maana yeye alikuwa wa kwanza kuwapa maneno ya amani. Wakadumu kuwa rafiki zake siku zote. Mfalme Iskanda akachanga jeshi kubwa, akajipanga juu ya Demetrio. Nao wale wafalme wawili walipigana hata jeshi la Iskanda lilikimbia. Demetrio akamfuatia, akamshinda, akaimiza mapigano mpaka jua limekucha. Naye Demetrio alikufa siku ile. Iskanda akapeleka wajumbe kwa Ptolemayo, mfalme wa Misri, kusema hivi: sasa nimeurudia ufalme wangu, nimeketi katika kiti cha enzi cha baba zangu na kumiliki, maana nimemshinda Demetrio na kujitwalia nchi yake. Naam, nalipigana naye nikamshinda yeye na jeshi lake, nikakaa katika kiti cha enzi cha mfalme wake. Basi sasa tufanyane urafiki, nipe binti yako awe mke wangu, ili niwe mkwe wako, nami nitakupa wewe na yeye pia mahari iliyostahili yenu. Mfalme Ptolemayo akajibu, heri siku uliyoirudia nchi ya baba zako na kuketi katika kiti cha enzi cha ufalme wao. Takufanyia ulivyoandika, lakini tukutane Ptolemaisi ili tuonane, nami nitakuwa mkwe wako kama ulivyotaka. Basi Ptolemayo na binti yake Kleopatra walitoka Misri wakafika Ptolemaisi katika mwaka 162. Kamwona binti yake Kleopatra, kaishangilia harusi yake Ptolemaisi kwa sherehe kuu, kama ilivyo desturi ya wafalme. Mfalme Iskanda alimwandikia Yonathani kutaka aje wakutane. Akaenda Ptolemaisi kwa fahari, akaonana na wale wafalme wawili, kawapa fedha na dhahabu na zawadi nyingi, wao na rafiki zao pia. Akapata kibali machoni pao. Waisraeli wengi wenye matata, watu walioiasi sheria, walikusanyika pale ili kumshitaki, lakini mfalme hakuangalia, bali alitoa amri wavue Yonathani nguo zake na kumvika mavazi ya urujuani. Wakafanya hivyo. Mfalme akamketisha mkononi pake, akawaambia wakuu wake, pelekeni katikati ya mji, katangazeni ya kuwa hakuna ruhusa mtu yoyote kumshtaki kwa habari yoyote, wala asimudhi kwa sababu yoyote.
Basi wale waliokuja kumshitaki walipoona jinsi alivyotukuzwa kwa maneno ya mpiga mbiu na kuvikwa urujuani, walikimbia wote. Mfalme akamfanyia heshima, akamwandikia katika rafiki zake walio bora. Akamfanya jemedari na liwali. Yonathani akarejea Yerusalemu kwa amani na furaha. Katika mwaka 165, Dimitrio mwana wa Dimitrio alifika katika nchi ya baba zake kutoka Krete. Mfalme Iskanda aliposikia habari hiyo, alifadhaika sana, akarudi Antiokia. Dimitrio akamwagiza Apoloni, ambaye wakati ule alikuwa juu ya Koele Shamu, kachanga jeshi kubwa. Alipiga kambi lake karibu na Yamnia. Akapeleka habari kwa Yonathani kuhani mkuu kusema, wewe peke yako umejipanga juu yetu, na kwa sababu yako nimekuwa dhihaka na lawama. Kwa nini unatusimanga milimani? Kama unawatumainia askari zako, basi shukeni kwetu uwandani. Tupimane nguvu huko, maana nguvu ya miji iko kwangu. Uliza ujue mimi ni nani, na wale wanaotusaidia ni nani, nao watakuambia. Mguu wako hauwezi kusimama mbele yetu, maana baba zako wameshindwa mara 2 katika nchi yao wenyewe. Hutaweza kushindana na wapanda farasi na jeshi la namna hii katika nchi tambarare, isiwe jiwe wala kokoto, wala mahali pa kukimbilia. Yonathani alipoyasikia maneno hayo ya Apoloni, aliingiwa na hasira. Akachagua watu 10,000 akaondoka Yerusalemu, na Simoni nduguye alikwenda naye kumsaidia. Akapiga kambi kuelekea Yafa. Watu wa mjini wakamfungia milango, maana Apoloni alikuwa amewaweka askari walinzi humo. Wakapigana hata watu wa mjini walishikwa na hofu, wakaifunga milango. Yonathani akautoa Yafa. Apolonio aliposikia, alichanga kikosi cha wapanda farasi 3,000 na jeshi kubwa la askari. Akaenda Ashdodi kana kwamba anasafiri tu. Lakini katika kwenda mbele alielekea uwanda wa chini, maana alitumainia wingi wa wapanda farasi wake. Kamfuatia Yonathani hata Ashdodi, majeshi yakafunga vita. Apolonio alikuwa ameacha wapanda farasi 1,000 huko nyuma kwa siri. Lakini Yonathani alitambua ya kuwa pana maoteo nyuma yake. Wakalizunguka jeshi lake na kuwatupia mishale tangu asubuhi hata jioni. Lakini watu walijikita tu kama Yonathani alivyoamuru. Hata farasi walichoka. Ndipo Simoni alijitokeza na jeshi lake, akawashambulia askari za miguu, maana wapanda farasi walikuwa hawana nguvu tena. Akawashinda, wakakimbia. Na wapanda farasi walitawanyika uwandani, wakakimbilia Ashdodi, wakaingia katika Beth Dagoni, nyumba ya Mungu wao, ili kujiokoa. Yonathani akatia moto Ashdodi na viunga vyake, akateka nyara. Kaiteketeza hekalu la Dagoni na watu waliolikimbilia.
Waliouawa kwa upanga pamoja na wao waliochomwa moto walikuwa kama watu 8,000. Yonathani akaondoka hapo akaenda Ashkeloni. Watu wa mjini wakatoka kumlaki kwa sherehe kubwa. Baada ya hayo, Yonathani akarudi Yerusalemu na watu wake na mateka mengi. Mfalme Skanda alipopata habari hizo, alimfanyia Yonathani heshima nyingi zaidi, akimpelekea bizima na dhahabu ambayo kwa kawaida hupewa jamaa za mfalme tu. Akampa Ekroni na mipaka yake yote iwe milki yake.